watu wanakuchukulia vile ambavyo wameaminishwa ulivyo. So ilifika kipindi nikaona this is becoming too much right now. Kitu gani ambacho kilikufanya wewe ukawa umefungwa jela? Ilikuwa ni sio jela apparently, tulikuwa locked in for 3 days or 2 days. Yeah, tulichangisha hela za Kariakoo, maafa ya Kariakoo. Lakini haikuwa kwa niaba, tulikuwa hatufahamu utaratibu kwamba inakuwa ni issue ya kiserikali zaidi. Bana, huyo ambaye umetoka kumsikiliza anaitwa Diva the Boss, ambaye ameweka wazi namna ambavyo walifungwa jela kipindi kile ambacho kulikuwa na sakata la Kariakoo, kulipatikana ajali ya kuporomoka kwa gorofa nafikiri, na watu wengi walifariki na watu wengi walipotea and all that. So hawa wakajitokeza kwamba nia yao ikawa ni kuchangisha michango na vitu vingine kama hivyo. So ameweza kusema kwamba anajutia alichokifanya. Mimi I rather go at Sea Cliff and eat na kulipa kwa credit card than going at a place ambayo ni local place and eat. It's not my life. Tusilazimishane na, and I said mimi. Sasa utakuja kuwa mama wa namna gani? Sijaponda mama ntilia, but siishi kwa kula mama. Unajuaje atakuwa mama labda na mtoto? Diva hivi na mtoto Hapana, sina. Hauna. Nitapata one day. Yes, tunaamini kwenye Mungu. Atakuwa beautiful kidogo. Yaani kidogo. Utakuja kuwa mama wa namna gani? Na utamfundisha malezi ya mtoto wako kweli? Sitamfundisha mwanangu kumlazimisha kusoma shule. I'm not gonna do that. I don't see faida ya shule. Okay. Yani hivyo ambavyo wazazi walikuwa wanatuaminisha, kwa sababu uhalisia wa maisha mtaani na maisha ya shule vitu really tofauti. Okay. I think mfumo wa maisha ya shule ubadilike, mtu awe invest kwa kitu anachopenda mwanae, support. Tumeona watu wengi wanaolipwa hela sana au matajiri sana. For example, namwongelea my boss there, Diamond Platnumz. Hakuwa amesoma hivyo, lakini sasa hivi ameajiri watu zaidi ya 500. Kwa mimi sitaki kuinvolve mtoto wangu kumsumbua na mambo ya shule. Yani kama utasoma soma, utaki kusoma it's okay. Na mama hajui kupika, itakuwaje sasa mtoto atakuwa na order, lakini sasa anakuwa na maisha yake, anaweza kaa anapenda kuwa chef. Ndio maana nitasema nitainvest na nitasupport kitu ambacho mtoto wangu. Twende kwa maswali chap list ya watu ambao umekuwa kwenye mahusiano nao. Tukianza na Chris GK. Bana, Diva the Boss ndio huyo ambaye umetoka kumsikiliza, anajinasibu kwamba yeye hajutii hata kidogo kuto kujua kupika, na yeye anaenjoy maisha yake na anaishi maisha ya gharama kama ambavyo anazungumza hapo. Unapomuona, je, wewe una maoni gani kwa mwanamke kama huyo? Ni sahihi kama kuto kujua kupika au la, au ni kujisumbua tu? Hii ni Sponsor TV.